Aina ya mazungumzo ambayo mwanadamu anayafanya katika maisha yake yanaweza yakawa sababu ambayo inakwenda kufungua njia za mafanikio yake na kuwa ishara ya bahati njema kwenye maisha yake. Lakini aina pia ya mazungumzo hayo yanaweza yakawa sababu ambayo inakwenda kufunga njia za mafanikio ya mtu na ikawa sababu inayovuta bahati mbaya, mikosi na umaskini kwenye maisha ya mwanadamu. Yapo pia baadhi ya maswali ambayo unaweza ukaulizwa na watu ambao haujui ni kwa nini wanakuuliza maswali hayo, na wakati mwingine wanaweza kuwa ni watu ambao hauwaamini kabisa. Maswali hayo hautakiwi kuyajibu. Nitakwambia ni kwa sababu gani. Katika video hii nitakwenda kukuambia maswali ambayo ukiulizwa na mtu usiyemwamini hautakiwi kuyajibu, haijalishi atakukazania kwa kiwango gani. Kamwe usijibu, kwa sababu utakapojibu tu maswali hayo unakwenda kufunga njia za mafanikio yako, unakwenda kufungua laana na mikosi kwenye maisha yako, ama wakati mwingine unakwenda kuwekwa katika kifungo cha kiroho, na kuanzia hapo mambo yako hayatokuwa mazuri tena. Kama wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni maswali ambayo ukiulizwa na mtu usiyemwamini, usijaribu kufungua kinywa chako na kumjibu, kwa sababu kitendo cha kufanya hivyo ni kwenda kujiweka kwenye kifungo cha kiroho wewe mwenyewe. Swali la kwanza, unaitwa nani? Haya ni maswali ambayo asilimia kubwa ya wanadamu wanaweza kuulizwa katika mazingira mbalimbali. Kwa mfano, unapokuwa kwenye usaili wa kazi, unaweza kuulizwa jina lako. Si mbaya ukijibu kwa ufasaha, kwa sababu hiyo ni sehemu ambayo kuna sababu ya msingi ambayo imepelekea uulizwe swali hilo. Lakini kwa watu ambao mmekutana kwa uzuri, mnaweza kufahamiana pia kwa majina. Si jambo baya, kwa sababu mazingira ndiyo yatakayokueleza kuwa wakati huu ni sahihi kulijibu swali hilo au wakati huu si sahihi kulijibu swali hili. Yapo mazingira ambayo hakuna haja ya kutaja jina lako, lakini bila sababu ya msingi mtu anaweza kutoka tokako akakuuliza, hivi unaitwaga nani vile? Anakutaka umtajie jina lako halisi, na utakapomtajia atahitaji kujua hadi ubini wako, tena kwa ufasaha sana, na ikiwezekana atakwambia, embu andika hapa kwenye karatasi jina lako kwa ufasaha, maana sijui hata kuliandika jina lako. Mtu huyo atakuweka kwenye mitego mbalimbali na utajikuta unaliandika jina lako kwa ufasaha bila kujua mtu huyo anamaanisha kitu gani. Bila shaka unafanya hivyo kwa sababu haujui siri ambazo zimejificha katika jina lako. Katika ulimwengu wa kiroho, jina la mwanadamu limebeba hatima ya maisha yake. Mwanadamu yeyote anayehitaji kukufanyia mashambulizi ya kiroho lazima alijue jina lako. Hakuna mchawi ambaye anaweza kukuroga bila kulijua jina lako kiufasaha. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukuweka kwenye kifungo cha kiroho bila kulijua jina lako kiufasaha. Na ndiyo maana hata wanawake wanaokwenda kuwafunga waume zao kwa waganga ni lazima wapeleke majina yao ambayo yameandikwa kiufasaha. Mwanadamu ambaye anakuuliza jina lako na anataka kujua linaandikwaje kiufasaha, inawezekana si mtu mzuri. Kuna uwezekano anahitaji kwenda kukuweka kwenye kifungo cha kiroho, anahitaji kufunga njia za mafanikio yako, ama inawezekana anahitaji kukuloga. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ili kujilinda, ikiwa hakuna umuhimu wa kumtajia mtu jina lako, hata akikushawishi vipi, ni vema usilitaje jina lako halisi. Ndiyo maana asilimia kubwa ya wanadamu wanapenda kuyatumia majina yao ambayo si halisi, yani nickname. Hayo ni majina ambayo hata mtu akifanya ushirikina huo hauwezi kukufikia wewe, kwa sababu ushirikina haufiki katika hatima ya utu wako. Swali namba 2, unafanya kazi gani? Swali la aina hii
Unaweza kumjibu mwanadamu ambaye unamwamini au mwanadamu ambaye kuna ulazima wa kumjibu swali hili, na aidha kuna ulazima au hakuna ulazima, ni mazingira ndiyo yatakayokuambia, kwani kuna nyakati ambazo si muhimu kutaja aina ya kazi ambayo unaifanya. Asilimia kubwa ya watu ambao wanahitaji kukuharibia sehemu yako ya kazi, lazima waijue kazi ambayo unaifanya, kwani hata wanapoenda kufanya mambo yao ya kishirikina, lazima wazitume nguvu zao katika sehemu yako ya kazi. Tena lazima waijue hadi location ya ofisi yenu ilipo, ili watakapokuwa wanatuma nguvu zao za giza, wazitume katika location moja kwa moja bila kufanya makosa. Mtu mwingine anaweza akakuuliza, hivi unafanya kazi gani? Utakapomjibu atakwambia, ofisi yenu ipo sehemu gani? Utamjibu na atafanya juu chini kujiridhisha kuwa maelezo uliyompa ni ya kweli, na atakapoweza kubaini maelezo yako ni ya kweli, hapo ndipo anapoenda kufanya ushirikina kwa lengo la kukuharibia kazi yako. Na utaweza kubaini ikiwa mtu ambaye amekuuliza swali hilo na ukamjibu kwa ufasaha hana nia nzuri na wewe, baada ya matatizo kuanza kutokea katika kazi yako tangu ulipomjibu swali hilo. Jambo ambalo ninakushauri, endapo hakuna ulazima wa kumwambia mtu ni aina gani ya kazi ambayo unaifanya na sehemu yako ya kazi, tafadhali usilijibu swali hili, kwa sababu unaingizwa katika mtego wa kiroho, na kuanzia hapo unaweza kujikuta umewekwa katika kifungo cha kiroho. Hakuna kazi ambayo unaweza kuipata kwa sababu umeshawekwa kwenye kifungo cha kiroho katika nyanja ya kutopata kazi. Namba 3, unaishi sehemu gani? Haya pia ni baadhi ya maswali ambayo asilimia kubwa ya wanadamu hupenda kuwauliza watu wengine, lakini pia binadamu wenye nia mbaya na wewe hutumia mwanya wa maswali haya kuweza kukudhuru na kuyaweka makazi yako katika vifungo vya kiroho. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, makazi yako ni kama paradiso ya hapa duniani, kwani ni sehemu ambayo unatakiwa ukapate pumziko baada ya kutoka katika mahangaiko ya siku nzima. Mwanadamu anapokuuliza kuhusiana na makazi yako, inawezekana anataka kukuweka katika kifungo, kwani mwanadamu akiipiga nyumba yako katika vita vya kiroho, anakuwa ameharibu kila kitu kwenye maisha yako. Kumbuka, kwenye makazi yako kuna familia yako, kuna mke au kuna mme, watoto wako na baadhi ya ndugu zako. Ili mwanadamu aweze kukutumia silaha ya kiroho, lazima ajue makazi yako yako sehemu gani, na wakati mwingine anatakiwa kuijua hadi namba ya nyumba yako. Ukiulizwa, tafadhali funga mdomo wako, kwa sababu utakuwa umemrahisishia. Inawezekana wakati wanakutafuta katika rada zao za kichawi, kutokana na nguvu zako za kiroho, hawakuweza kuyaona makazi yako, lakini kitendo cha kuulizwa swali kuhusu makazi yako alafu ukajibu kwa kinywa chako katika ulimwengu wa kiroho, unakuwa umekiri kwa kinywa chako na kufungua milango ambayo nguvu za giza zinaweza kuingia kwenye makazi yako. Watakapoenda kukutafuta tena katika rada, utaonekana, na kwa sababu umewatajia mpaka namba ya makazi yako, hawatafanya makosa. Watakwenda kukuteketeza makazi yako kwa kutuma nguvu za giza, na kuanzia hapo utajikuta umeingia katika vifungo. Kwanza kabisa, utajikuta umeacha kupenda kuwepo karibu na makazi yako. Yaani utajikuta ukiwa katika nyumba yako unakuwa hauna amani, haufurahii kuwepo kwenye makazi yako, lakini pindi unapokuwa mbali na makazi yako unajisikia amani na furaha. Jambo jingine, wataanza kuwazuru watu wako wa karibu, kwa sababu wameshajua makazi yako. Kuna muda wanaweza kukushindwa wewe kwa sababu una imani ya kweli kwa Mola wako, lakini ili mtu akuangamize, anaweza kukuangamiza kwa kupitia watu wako wa karibu. Mume wako anapokuwa katika hatari ama anapokuwa katika matatizo, kwa namna moja au nyingine matatizo hayo yatakugusa wewe mwenyewe moja kwa moja. Watoto wako au watu ambao unawapenda wanapokuwa katika matatizo, pia matatizo yao yatakugusa na wewe moja kwa moja, hivyo utarudishwa nyuma. Utajikuta ni mtu ambaye unapitia mikosi ambayo haukuitarajia katika maisha yako, kwa sababu swali hili likiulizwa na watu wabaya, ukilijibu kwa ufasaha, watafanya kila wanaloliweza waweze kukuangusha, kwa sababu hawajakuuliza swali hilo kwa bahati mbaya. Namba 3, hivi unatokea katika ukoo gani? Mwanadamu anapokuuliza swali akitaka kujua ukoo ambao umetokea,
inategemeana na mazingira ambayo anakuuliza. Ikiwa ni mtu ambaye umezoeana naye na unahisi ana lengo zuri na wewe, hauna haja ya kumficha. Lakini wapo baadhi ya watu ambao wanakuuliza swali hili kwa sababu nyuma yao kuna malengo mabaya waliokuwa nayo juu ya maisha yako. Ili mwanadamu aweze kukuzuru, ikiwa ni pamoja na kukuangamiza kiroho, wakati mwingine anahitaji kushirikiana na mtu mmoja wa kutoka katika ukoo wenu, kwani wakati mwingine inawezekana ukoo wenu umezungukwa na nguvu za kiroho kiasi kwamba hakuna nguvu nyingine mbaya ambazo zinaweza kupenya. Ili nguvu hizo ziweze kupenya, lazima mlango upatikane, na mlango unaweza ukafunguliwa na mmoja kati ya watu wanaopatikana katika ukoo wenu. Mtu anapokuuliza aina hili la swali, anahitaji kutafuta mlango wa kuingia katika ukoo wenu ili aweze kukuzuru wewe, na mara nyingi hauwezi kulogwa unapokuwa katika mazingira mageni pasipo na ushirikiano wa ndugu zako. Ili uweze kulogwa, ni lazima ndugu zako wa karibu, tena ikiwezekana wa damu moja, washiriki katika zoezi hilo. Wakati mwingine mwanadamu anapokuuliza swali hilo, ujue anakufanyia upelelezi wa kiroho ili ajue ni kwa namna gani atakavyokuangusha kwenye maisha yako. Namba 5, hivi asili yenu ni mkoa gani? Haya ni miongoni mwa maswali ambayo wanadamu wanaotufanyia upelelezi wa kiroho wanapenda kuyauliza kwetu kwa lengo la kujua asili zetu, kwani katika ulimwengu wa kiroho mtu anapoijua asili yako ni rahisi kukuangamiza. Ndiyo maana hata Delila alimpeleleza Samsoni ili aweze kujua asili ya nguvu zake. Samsoni alipoweza kutaja asili ya nguvu zake, ikawa ndipo anguko lake lilipotokea. Hivyo hata katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, ili mtu aweze kukuangamiza kiurahisi, ni lazima ajue asili yako. Mtu anapojua asili yako, actually atakwenda kujua udhaifu wenu ni upi, kwani watu wanaotokea katika mikoa mbalimbali huwa kuna vitu ambavyo ni udhaifu wao. Kupitia waganga na wachawi wa mikoa hiyo wanaweza kupata majibu ni kwa namna gani ambavyo unaweza kudhuriwa kiurahisi kuliko watu wengine. Kamwe usijibu kiurahisi unapokutana na mwanadamu alafu akahitaji kujua asili yako ni wapi, kwa sababu anaweza kuutumia udhaifu huo kwa ajili ya kukuingilia katika ulimwengu wa kiroho na akaweza kukufanya kile atakacho. Namba 6, usipende kujibu maswali yenye mlengo wa kukuweka katika utupu wa kiroho. Yapo maswali ambayo majibu yake yanaweza kukuweka katika mlengo wa utupu wa kiroho. Kwa mfano, sina pesa, sintakuwepo, siwezi. Haya ni majibu ambayo kwa namna moja au nyingine yatakuwa chanzo cha mikosi kufunguka kwenye maisha yako, ikiwa ni pamoja na umaskini, lakini pia yanaweza kukuweka katika vifungo vya kiroho. Kuna mazingira mtu anaweza kukuweka kwenye mtego wa maswali fulani ili mradi uweze kumjibu katika namna hiyo. Na mara nyingi mtu huyo anaweza akawa alienda kwa mganga, kisha mganga akawa anakutaka wewe ukiri kwa kinywa chako. Hapo ndipo utakuta unakuwa unazungumza na mtu kuhusu mada fulani. Anaweza kuwa amekupigia simu au umekutana naye. Wakati unapozungumza naye, unajikuta upo katika mada ambayo haikuwa mlengo wenu wa kukutana, na mada hiyo inapelekea mtu huyo kuanza kukuuliza maswali ambayo kwa namna moja au nyingine hakukuwa na ulazima sana wa kukuuliza maswali hayo. Na wakati mwingine bila hata sababu ya msingi, mtu anaweza akakupigia simu akakuuliza, hivi kesho utakuwepo? Muulize wapi. Usiseme sintokuwepo, kwa sababu kitendo cha kusema sintokuwepo inawezekana kuna maagano ama kuna matambiko ambayo mtu huyo alikuwa anayafanya kuhusu wewe, na kauli ambayo ilikuwa inatakiwa itamkwe na wewe ni neno hilo sintokuwepo. Utakapokuwa umetamka kauli hiyo, utakuwa umekiri kwa kinywa chako kuwa kesho hautakuwepo. Kama alifanya maagano ya kukuangamiza na wewe tayari umekiri kuwa kesho sintakuwepo, inawezekana ukaaga dunia. Au wakati mwingine anaweza akatengeneza mazingira ya kukuuliza swali, vipi unadhani utafanikiwa kitu fulani? Utakaposema sintafanikiwa, neno sintafanikiwa ndilo neno ambalo litakwenda kukuweka katika utupu wa kiroho, kwa sababu tayari utakuwa umedhihirisha katika ulimwengu wa kiroho kuwa hautafanikiwa.
Kama kuna kitu ambacho ulikuwa unakipambania, utashangaa hakiendi kufanikiwa, kwa sababu mtu anayekuuliza hivi wakati mwingine anaweza akawa amefanya matambiko fulani, na kauli ambayo ilikuwa inasubiriwa kutoka kwako ni sintafanikiwa, ndiyo itakayochukuliwa kuenda kuleta utupu wa kiroho katika maisha yako, na utupu wa kiroho utajidhihirisha katika ulimwengu wa damu na nyama. Kuwa makini na majibu ambayo unawajibu watu, kwa sababu jua lengo la mtu kukuuliza maswali hayo, na ikiwa mtu ambaye anakuuliza maswali hayo haumuamini, tafadhali usipende kutoa majibu hayo, kwa sababu yatakwenda kufunga njia za mafanikio yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.